Kwanza nipende kushukuru kwa hali ya sasa hivi ni tofauti na awali. Wakati tunaanza miaka mitatu nyuma kulikuwa na changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa chakula. Sasa hivi ziko kampuni karibia 3 za ndani ambazo zinazalisha chakula. Kwa hiyo sasa hivi chakula kinapatikana ndani. Japokuwa tunajaribu kuomba kwa serikali kwamba kama inavyotoa ruzuku kwenye kilimo huko, na sisi kwenye upande wa ufugaji wa samaki tulikuwa tunaiomba serikali pia iweze kutoa ruzuku kwenye chakula ili chakula kiweze kushuka kidogo bei, ili gharama za uendeshaji, asilimia 60 ya uendeshaji kwenye mradi wa samaki zinaenda kwenye chakula. Kwa hiyo kidogo wakitupunguzia, wakiweka ruzuku kidogo kwenye chakula, itatupunguzia na gharama zingine za uendeshaji. Na fursa ni nzuri kwa sababu ina uwezo wa kutengenezea ajira, kwanza wa kutengenezea ajira ya kudumu, na inakupa mtaji wewe mwenyewe binafsi. Kwa mfano nizungumzie msimu uliopita tuliweza kuvuna kiasi cha shilingi milioni 101.4, tukarudisha kiasi cha shilingi milioni 82, zaidi ya milioni 20 kama kikundi kiliweza kupata kama faida. Na tulivyo sisi watano tukigawa, unaweza kabisa unaona labda umepata kiasi fulani ambacho kinaweza kukusukuma, inaweza kutengenezea na kitu kingine. Kama unakuwa mtu wa kuona jicho la tatu, unaweza kuwekeza. Ningeomba serikali waongeze zaidi juhudi katika uwekezaji kwenye upande wa vyakula. Manake 70% ya mradi wa ufugaji wa samaki inategemea chakula. Awamu ya kwanza ya utekelezaji wa mradi, ambapo mradi unahusisha bilioni 25, mradi wa vizimba ukiwa na bilioni 12 na mradi wa boti ukiwa na bilioni 2.6. Benki ya Maendeleo ya Kilimo pamoja na wizara zilianza utekelezaji kwa kutoa mikopo kwa vikundi 50 kwa awamu ya kwanza, kihusisha mikoa ya Mara, Simiyu, Geita, Kagera pamoja na Mwanza ambayo inabeba portfolio kubwa zaidi. Tulipo hapa ni Kisoko, moja kati ya site ambayo inatekeleza mradi huu. Tuwa na vikundi 20 mpaka sasa ambapo vina vizimba 107. Benki ya Maendeleo ya Kilimo imeenda katika msimu wa kwanza na kuhakikisha kwamba vikundi hivi vimevuna mpaka kufikia tani 389. Hizo zote ziliuzwa ndani ya mkoa wa Mwanza. Hii ni kutuonyesha kwamba bado tunahitaji samaki wengi zaidi kusupply hata katika mikoa mingine. Lakini tunaona future kubwa sana kwa vijana ambao wamefanikisha katika kuchukua mikopo hii. Vikundi vimekuwa ni vingi, hasa vile vinavyoenda katika msimu wa pili vinakuwa na jitihada ya kwenda kutafuta wao wazabuni kwa ajili ya kuwauzia. Hivyo basi ni wasii wale ambao wapo katika tasnia hii waongeze na kutanua miradi yao katika uzalishaji wa vifaranga. Vivyo kwa chakula, almost 60% ya mradi 60% ya mikopo inahusisha mkopo wa chakula.